Hii jeshi la Marekani lafanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema ni kulipiza hatua za Iran za kulenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa waonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa janga katika mji wa El Obeid nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea kwa mwaka wa 3 sasa. Na katika gumzo tunaangazia utafiti mpya unaoonyesha kwamba ingawa kutumia mayai kutoka kwa wafadhili wenye umri mdogo kunaweza kuboresha nafasi za ujauzito, hakuwezi kubadilisha athari za kuzeeka kwa uzazi, hasa wanawake wenye umri wa miaka 49 na zaidi. Wanawake sisi tunapokuwa naturally huo uwezekano wa kukamata mimba unapungua kwa kiasi kikubwa, tunaita fecundability, kwa sababu ya umri, kwa sababu kila kitu kinakuwa kinapoteza ubora wake ndani ya miili yetu. Awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis. Shukran David. Hujambo msikilizaji. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema kwamba ni kulipiza hatua za Iran za kuzilenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba makombora yameyalenga maeneo ya jirani na Sirik na Bandar Abbas kwenye pwani ya kusini mwa nchi hiyo. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema hatua za Iran ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, Iran imeelezea mashambulizi ya Marekani kuwa ni ukiukaji vilevile wa makubaliano hayo na kuonya kwamba itachukua hatua kali. Kiongozi wa mrengo mkali wa kulia nchini Ufaransa, Marine Le Pen, amesema kwamba bado anaendelea na azma ya kugombea urais mwaka ujao licha ya kushindwa rufaa dhidi ya hukumu ya kutumia vibaya fedha za bunge la Ulaya. Amesema kwamba atapinga uamuzi huo katika mahakama ya juu zaidi. Iwapo mahakama ya juu ya Ufaransa itaidhinisha hukumu hiyo, basi atalazimika kuvaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji, jambo ambalo linaweza kuathiri kampeni yake. Hili litakuwa jaribio lake la 4 kuwania urais, na wachambuzi wanasema linaonekana kuwa nafasi yake bora zaidi hadi sasa. Of course, Marine Le Pen. Bila shaka, Marine Le Pen ndiye mgombea wetu. Tunafurahia kuona kwamba sasa ana uhuru wa kugombea urais. Tunafurahia pia kwamba ni wananchi wa Ufaransa watakaoamua badala ya majaji kuamua masuala ya kisiasa nchini Ufaransa. Not politics in France. Rais anayemaliza muda wake nchini Colombia, Gustavo Petro, amesema ataiomba mahakama kufuta matokeo ya uchaguzi uliompa ushindi rais mteule Abelardo de Espriella aliyeshinda kwa kura chache mwezi uliopita. Kwa kujibu, bwana de Espriella amesema kwamba amesitisha mchakato wa kupokezana madaraka. Zaidi na Florian Kaijage. Kiongozi huyo wa mrengo wa kulia amemshutumu Rais Petro kwa kujaribu kung'ang'ania madaraka kupitia kile alichokiita pinduzi ya kisiasa, akidai anashirikiana na mgombea wa mrengo wa kushoto aliyeshindwa katika uchaguzi huo, Seneta Ivan Cepeda. Abelardo de la Espriella, ambaye aliungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump, alipata takriban 49.6% ya kura, huku mgombea wa serikali kutoka mrengo wa kushoto Ivan Cepeda akipata takriban 48.7%. Gustavo Petro hakugombea muhula mwingine kwa kuwa katiba ya Colombia haimruhusu rais kuhudumu kwa zaidi ya muhula mmoja. Na mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, umeshambuliwa tena kwa makombora ya Urusi. Milipuko kadhaa imesikika mapema leo Jumatatu, huku mlipuko wa kwanza ukitokea kabla ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga kuanza kulia, ukifuatilia na milipuko mingine 4. Hii ni BBC. Na muktasari habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Mote. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata kupitia Classic FM na Radio Kwizera. Kenya ni Must FM na Mwenedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Paidha na Radio Lira, na pale DRC ni Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni David Inkia, karibu. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema ni kulipiza hatua za Iran za kulenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba makombora hayo yamelenga maeneo ya karibu na Sirik na Bandar Abbas kwenye pwani ya kusini mwa nchi hiyo. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema hatua za Iran ni kiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, Iran pia imeyataja mashambulizi ya Marekani kuwa ni ukiukaji wa makubaliano hayo na kuonya kwamba itajibu kwa kuchukua hatua kali. Phyllis Mote na taarifa zaidi.
Watu kadhaa wamejeruhiwa kutokana na vipande vya makombora, lakini hakuna kifo kilichoripotiwa. Awali, Marekani ilikuwa imeonya kwamba Iran ingekabiliwa na madhara kutokana na kile ilichokiita mashambulizi yasiyokubalika kabisa dhidi ya meli za kibiashara. Katika taarifa yake, CENTCOM imesema kwamba mashambulizi hayo yalifanywa kujibu hatua za Iran. Saa chache kabla ya mashambulizi hayo, Wizara ya Fedha ya Marekani ilifuta kibali kilichokuwa kimesitisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Kibali hicho kilikuwa kinaruhusu Iran kuuza mafuta ghafi na bidhaa nyingine za petroli, ikiwa ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran mwezi uliopita. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kwamba hatua hiyo ni ukiukaji wa makubaliano hayo na inaonyesha imani mbaya, kutokuwa na msimamo na kutotegemewa kwa serikali ya Marekani. Wakati huo huo, Qatar na Saudi Arabia zimelaani mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara, zikisema kuwa meli ya kibiashara ya kila mmoja ya nchi hizo ilishambuliwa ilipokuwa ikipita karibu na mlango wa bahari wa Hormuz na kuilaumu Iran. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed Al-Ansari, amesema nchi yake inaitaka Iran kuwajibika kikamilifu kwa shambulizi hilo lililolenga meli ya Al-Rekayat ilipokuwa ikipita karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa upande wake, Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imesema kwamba Iran ililenga meli yake ya mafuta Wadian ilipokuwa ikivuka eneo hilo. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, ameyataja madai ya Qatar kuwa yanakiuka kanuni ya ujirani mwema. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram, amesema meli za kibiashara zinazotumia njia ambazo hazijaratibiwa na Iran au zinazozima mfumo wa kufuatilia safari zao zinajiweka katika hatari ya kugongana na pia zinatatiza juhudi za Iran za kuhakikisha usafiri salama katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Hati ya makubaliano kati ya Marekani na Iran iliongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yenye vipengele 14 yanaitaka Iran kutotengeneza silaha za nyuklia na pia yanaanzisha mfuko wa dola bilioni 300 za Marekani kwa ajili ya ujenzi upya na maendeleo ya uchumi wa Iran. Ni Phyllis Mote. Seneti ya Nigeria imetaka kusitishwa kwa mpango wa kuwarekebisha na kuwaunganisha tena katika jamii waliokuwa wanachama wa kundi la Boko Haram. Wakati huo imezitaka taasisi za usalama kuongeza juhudi za kuwakamata na kuwafikisha mahakamani magaidi na uhalifu wanaohusika na wimbi la mashambulizi nchini humo. Floren Kajage na maelezo zaidi. Sera ya Nigeria ya kuwarekebisha na kuwaunganisha upya wapiganaji wa zamani imebaki kuwa mojawapo ya mikakati yake tata ya kupambana na ugaidi. Seneti pia iliagiza kamati zake za usalama kuimarisha usimamizi wa mashirika ya usalama. Wabunge waliamua kwamba ujumbe utakutana na Rais Bola Tinubu kujadili mapengo ya kiusalama. Nigeria imeshuhudia ukosefu wa usalama unaozidi kuwa mbaya katika miaka ya hivi karibuni, huku vikosi vyake vya kijeshi vilivyo na nguvu nyingi vikiendelea kupambana na makundi mengi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na Boko Haram na kundi lake lililojitenga la Islamic State West Africa Province ISWAP. Mwaka 2016, mamlaka za Nigeria zilianzisha mpango wa kuwaondoa wale wenye misimamo mikali, kuwarekebisha na kuwaunganisha tena wapiganaji wasio na hatari kubwa na waliohama kwa hiari kutoka kwenye makundi yenye msimamo mkali. Mwezi uliopita, mamlaka huko Borno zilisema takriban wapiganaji 10,000 wa zamani wa Boko Haram wameunganishwa tena katika jamii. Hata hivyo, japo maafisa wanaona mpango huo kuwa njia ya amani ya kudumu, umeendelea kuleta mgawanyiko mkubwa na wasiwasi unabaki kuhusu usalama wa jamii na haki kwa waathirika. Wito wa Seneti pia unakuja wiki kadhaa baada ya Nigeria kutekeleza duru nyingine ya hukumu kubwa za ugaidi kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuwashtaki washukiwa wa Boko Haram. Pia inafuatia ripoti ya hivi karibuni ya Sahara Reporters ikidai baadhi ya wanajeshi walipinga mipango ya kuwapeleka waasi wa zamani waliorekebishwa pamoja na wanajeshi wakati wa operesheni za kijeshi, wakitaja hofu ya hujuma na uvujaji wa mipango ya kijasusi. Lakini madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru na jeshi limepinga hadharani ripoti kama hizo kwamba watu hao wameajiriwa jeshini. Na tukisalia katika nchi hiyo ya Nigeria, kwenye mji wa Jos, wanawake 10 wa Kristo na Waislamu wameunda kikosi cha ulinzi wa jamii cha wanawake pekee, huku wakifanya doria za usiku katika maeneo hayo wakiwa na mijeledi, tochi na vitambulisho. Wanafanya kazi kwa zamu, wakizunguka mitaani ili kuzuia uhalifu, kukabiliana na biashara ya dawa za kulevya na kwa kujumla kushughulikia ongezeko la ukosefu wa usalama. Kwa miaka mingi, eneo la Jos limekuwa kitovu cha mapigano ya kidini kati ya Waislamu na Wakristo iliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Taarifa yake inawasilishwa na Hamid Abubakari.
Kila ninapotoka huwa ninawaambia watoto wangu, nisiporudi washukuru Mungu, nikirudi pia washukuru Mungu. Kundi hili ni la kina mama pekee ambalo ni la kudumisha amani katika jimbo la Jos kaskazini mwa Nigeria. Huwa linashika doria katika kijiji chao kulinda jamii dhidi ya mashambulizi na kuzuia matukio ya jinai. Kina mama hawa hutekeleza majukumu yao kwa kutumia fimbo na tochi. Sisi wanawake ndio tunaoathiriwa sana kwa kila jambo baya linalotokea. Wanaume zetu wanauawa, watoto wetu wanauawa. Mwisho wa siku tunabaki bila watoto na tunakuwa wajane. Kundi hili la walinda usalama lina wanachama 10 ambao wote ni wanawake. Taarifa za mashambulizi kutoka vijiji vingine zinatia hofu na hujui kitakachotokea unapotoka nje. Kinachoendelea kunipa motisha wa kuendelea kufanya hivi kila siku ni furaha ya kujua kwamba nikitoka nje na kurudi asubuhi inayofuata hakutakuwa na ripoti zozote mbaya. Mwanzoni Aishatu alikuwa na hofu kubwa ya kujiunga na kundi hili. Hairuhusiwi kwa mwanamke katika imani yangu ya dini kutoka nje na kufanya kazi ya aina hii. Niliangalia ukosefu wa usalama, nikaangalia mapambano ya wanajeshi wengine, nikajiuliza kama mwanamke naweza kufanya hivi? Jimbo la Plateau nchini Nigeria limeshuhudia ghasia na vurugu za kidini na kikabila kwa miongo mingi. 60% ya visa vya ghasia ambavyo vimeshuhudiwa nchini Nigeria Aprili mwaka huu 2026 vimekuwa dhidi ya raia na vimetokea katika jimbo la Plateau. Wanawake hawa wamesaidia kuzuia ghasia kuongezeka katika jamii yao. Tunajua kwamba tumekuwa tukiishi kwa amani, lakini kuna siku amani ilitikisika hapa. Kwa msaada wa wanawake hawa na wengine wa ulinzi walikusanyika na kusema hapana, hatutaki vurugu. Baadhi ya wakazi wa vijiji vilivyoko katika jamii hii sasa wanahisi kuwa salama wakiwaona kina dada hawa wakishika doria. Namni taarifa yake Hamida Abubakar. Na sasa ni viwanjani moja kwa moja na Florent Kaijake, twende zetu. Asante sana David Inkia. Ni kwamba Gregory Kobel ameibuka shujaa wa penati wa Uswizi. Huyu ni mlinda lango alipokuwa mkwaju wa penati wa Gucho Hernandez wa Colombia na kuisaidia nchi yake kutinga robo finali ya kombe la dunia. Na sasa timu yake hiyo Colombia itawakabili mabingwa watetezi Argentina. Kipa huyu alisukuma mpira wa adhabu wa Hernandez baada ya mabeki wa kati kutoka pande zote mbili kukosa hapo awali. Mwishowe Uswizi ilishinda kwa penati 4-3. Katika mchezo wa mapema wa 16 bora, Lionel Messi alisimama katikati ya uwanja wa Atlanta huku akibubujikwa machozi ya furaha mabegani mwa wachezaji wenzake baada ya kuongoza ushindi mwingine maridhawa wa kombe la dunia katika historia ya taaluma yake inayomeremeta. Mchezaji huyo maarufu zaidi wa Argentina alinaswa kwenye skrini kubwa za uwanja akiangalia juu kwa kukata tamaa wakati mabingwa hao watetezi wa dunia wakiwa nyuma kwa mabao 2-0 ya Yasser Ibrahim na Mustafa Ziko wa Misri zikiwa zimesalia chini ya dakika 20. Baadaye Argentina waligeuza kibao na kupachika magoli matatu ndani ya dakika 14 huku Messi akifunga moja na kutoa pasi moja iliyozaa goli. Enzo Hernandez alifunga la ushindi dakika za majeruhi. Hii leo Jumatano ni mapumziko kabla ya kuanza kwa michezo ya robo finali kesho Alhamisi usiku saa 5 kati ya mabingwa mara mbili Ufaransa na wawakilishi wa Afrika Morocco. Shughuli pevu hiyo. Mara ya mwisho miamba hiyo ilikutana nusu finali katika finali za 2022 kule Qatar na Ufaransa kuibuka na ushindi na hatimaye kucheza finali kabla ya kufungwa na Argentina. Katika tennis, Novak Djokovic amecheza kwa kiwango cha juu kuliko matarajio ya wengi na kufanikiwa kutinga nusu finali ya mashindano ya tennis ya Wimbledon yanayoendelea akiwa na umri wa miaka 39. Amewashangaza wengi kwa mchezo wake wa kasi na kumshinda mchezaji kijana Felix Auger-Aliassime raia wa Canada aliyemzidi kwa miaka 14 kwa umri katika mchezo wa seti 5 uliodumu kwa saa 5 na robo. Djokovic raia wa Serbia pia bingwa mara 24 wa makombe makubwa ya tennis aliweza kuendana na kasi ya mchezo na kuifuta mipira yote kwa wakati na kuokoa baadhi ya mipira iliyokuwa na kasi kubwa ya hadi kilomita 122 kwa saa.
Naam, Fulham ya England imemtangaza rasmi Alvaro Arbeloa kuwa kocha wake mkuu mpya kwa mkataba wa miaka 3. Kocha huyo wa zamani wa Real Madrid, pia mchezaji wa zamani wa safu ya ulinzi mwenye umri wa miaka 43, anachukua mikoba ya Marco Silva ambaye ameondoka katika klabu hiyo ya London Magharibi kujiunga na Benfica ya Ureno iliyoachwa na Jose Mourinho aliyetimkia Real Madrid. Tanzania Mbwana Sama Gol ametangaza kustaafu kuicheza timu ya Taifa Stars baada ya miaka 15 na miaka 10 kama nahodha, na ameshukuru kwamba ulikuwa wakati mzuri, wakati mwingine furaha, wakati mwingine huzuni. Katika dondoo za michezo asubuhi ya leo. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: jeshi la Marekani lafanya mashambulizi dhidi ya Iran likisema ni kulipiza hatua za Iran za kulenga tena meli za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa waonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa janga katika eneo la mji wa El Obeid nchini Sudan kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na katika gumzo tunaangazia utafiti mpya unaonyesha kwamba ingawa kutumia mayai kutoka kwa wafadhili wenye umri mdogo kunaweza kuboresha nafasi ya ujauzito, haiwezi kubadilisha athari za kuzeeka kwa uzazi, hasa kwa wanawake wenye zaidi ya miaka 49. Hii ni BBC. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusonge mbele. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu ameonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa janga katika mji wa El Obeid nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea kwa mwaka wa 3 sasa kati ya vikosi vya Rapid Support Forces na jeshi la serikali. Mji huo wenye wakazi wapatao nusu bilioni ni eneo muhimu linalounganisha mji mkuu na maeneo ya magharibi mwa Sudan. Wataalamu wanaonya kwamba huenda shambulizi la ardhini likaanzishwa wakati wote dhidi ya mji huo ambao tayari umeathiriwa vibaya kutokana na mapigano. Msikilizaji, kwa sababu za kiusalama, katika taarifa hii ya Akisa Wandera, sauti za baadhi ya waliohojiwa zimebadilishwa ili kulinda utambulisho wao. Tulikuwa kwenye kituo cha mafuta tukisubiri usafiri. Ghafla